Siku ya Jumatatu lazima tuweze kuangazia masuala ya siasa, maendeleo na mambo mengi ambayo yanahusu kabisa uongozi. Na siku ya leo kutenga muda kujadili kuhusiana na hatua zilizopigwa mashinani kuhusiana na maendeleo wakati wa mwaka 2007 utakuwa 2000 na wakati wa uchaguzi ule wa kuchagua pengine katiba mpya tuliweza kupitisha. Ilikuwa mnamo tarehe 27 Agosti mwaka 2010, na hiyo hapo kama sijakosea, kumbukumbu zangu ziko rada, ndipo tuliweza kupeana katiba mpya iliyoleta pamoja kutengenezwa na kubuniwa kwa maeneo ya ugatuzi katika taifa letu, na lengo kuu ya ugatuzi ilikuwa ni kuleta huduma karibu na mwananchi wa kawaida. Na miaka kadhaa imeweza kupita, kwa sasa ni kama miaka 21 imeweza kupita tangu tuweze kuwa na katiba mpya na ugatuzi katika taifa letu, na ndiposa tungependa kutenga muda kujadili, je, ugatuzi huu umeleta maendeleo kwa kiwango kipi katika maeneo ya mashinani? Ndiposa nikaweza kusema hapo awali kwamba nitakuwa najumuika na mwakilishi wadi wa Airport Ward katika eneo la Changamwe kule, Mheshimiwa Ibrahim Bomoa, ambaye atakuwa anajumuika nami muda usoko mrefu kuhusiana na pengine mazungumzo yake, jinsi hali halisi ilivyo katika maeneo yake ambayo anasimamia pale. Ni maendeleo yapi ambayo ameweza kufanya yeye kama mwakilishi wadi, na analenga kufanya nini katika kipindi hiki ambacho kimesalia ili tuweze kufika kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Wapo watu wengi ambao wamejitokeza kumezea mate kiti anachokikalia yeye. Je, hilo linamtia wasiwasi? Pengine analenga vipi? Ana plani yake, manifesto yake ya kutaka pengine awamu ya pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 itakuwa vipi? Na kwa sasa hivi, kwa ile muda ambao amesalia kama miezi 12, analenga kufanya nini kuhakikisha kwamba anaweza kukamilisha ile ama zile ahadi ambazo aliweza kutoana wakati ambapo alikuwa anachukua ama alikuwa katika kampeni yake ya mwaka 2017. Yeye kama Mheshimiwa Ibrahim Bomoa, malengo yake kwenda mbele kuhusiana na azimio lake la kisiasa mwaka 2022 pia ni nini? Na pia pamoja na hayo atakuwa anatueleza yale makuu zaidi ambayo ameweza kufanya, baadhi ya zile motions ambayo ameweza kupeleka pale katika county assembly, pamoja na jinsi ameweza kuchangia baadhi ya misururu ya miswada pale. Kumbuka pia yeye ni mmoja wa wale wamo katika kamiti ile ya education katika county assembly ya Mombasa, katika kuzungumzia tu hali halisi ya elimu katika county yetu ya Mombasa, ni hatua zipi ambazo zimeweza kupigwa. Na kuhusiana na hayo yote, bila shaka mpenzi mtazamaji, utakuwa unasikia kutoka kwake, manake yuko nasi na tutakuwa naye mbashara hapa ndani ya Boss TV. Lakini kama kawaida, iwapo wewe ni mkaazi pamoja na mpiga kura wa wadi ya Airport Ward, je, unahisi Mheshimiwa Bomoa anapaswa kupewa nafasi nyingine mwaka 2022? Iwapo unahisi ametenda kazi ya kumzawadi nafasi nyingine, bila shaka utakuwa unazungumza nasi, nitakuwa najumuika ama nitakuwa nachukua simu zenu pamoja na kusoma rafa zenu kadri ya jinsi tunavyosonga mbele na mjadala wetu siku ya leo kuhusiana na uongozi na maendeleo mashinani. Nitakuwa nasema naye Mheshimiwa Ibrahim Bomoa. Je, Bomoa amebomoa ama amebomoka? Ni swali ambalo tutakuwa tunauliza, na atakuwa hapa studioni kujibu hilo swali. Na bila shaka wewe kama mkazi pia wa Airport Ward utakuwa unatupatia tu taswira kamili ya hali halisi. Je, umeridhika na maendeleo ambayo unashuhudia kila siku katika wadi ambao unakaa wewe pale? Umependezwa na kazi ambayo anaifanya? Je, utendakazi wake uko vipi? Utampatia asilimia ngapi kwa utendakazi wake? Na je, sababu zako ambazo zinaweza pelekea yeye kupewa nafasi nyingine kuwa mwakilishi wadi mwaka 2022 na kwenda mbele, tutarajie nini kutokana na utendakazi wake? Pia pamoja na hayo, tutaweza pia kuzungumzia kwa kiasi kidogo tu siasa za kitaifa. Tunaambiwa kwamba imefikia wakati Mheshimiwa Raila Odinga, kiongozi wa chama cha ODM, rai hilo limeweza kutolewa kwamba aweze kustaafu siasani kutokana na hali ambayo inaonekana kwamba
huenda sio sawa na ground imeweza kuchange na hawezani na siasa za hivi sasa, lakini atakuwa pia yeye kama mmoja wa wale washabiki wa chama sugu ya ODM ana nini ya kusema kutokana na rai hilo la kiongozi wa chama chake. Atakuwa anajumuika pia nasi kuzungumzia hilo pamoja na siasa tofauti tofauti. Tumeweza kumuona naibu rais William Ruto akiwa katika eneo la Pwani kutaka uungwaji mkono kwa pengine ile msukumo wake wa kuinua maisha ya wananchi ambao anasema kwamba almaarufu kama hasla. Je, hii siasa ya hasla itapokelewa vipi katika maeneo ya Mombasani, hususan katika wadi yake ya Airport Ward? Ameweza kupita na ameweza kusikia pengine hii hasla imeweza kukita mizizi katika eneo hili la Airport Ward. Ndiyo baadhi ya maswali ambayo pia nitaweza kumuuliza aweze kutupatia tu maoni yake na mtazamo wake na tathmini yake ya siasa, uongozi na maendeleo ya kitaifa. Lakini kuu zaidi tutakuwa tunalenga kuzungumzia siasa na maendeleo mashinani katika wadi yake hiyo ya Airport Ward ambayo amekuwa akiongoza kuanzia mwaka wa 2017. Je, wale wapinzani wake anakabiliana nao kivipi? Pengine kuna wale ambao wanakwenda wakisema kwamba hajafanya lolote kwenda mbele. Ndio wanasema kwamba siasa ni mchezo mchafu, lakini ndani ya siasa kuna watu tofauti tofauti ambao wanajitosa kwa malengo tofauti tofauti. Anakabiliana nao vipi na mbinu ambazo anazitumia pengine kuhakikisha kwamba anajaribu stay ama kukita mizizi katika maeneo tofauti tofauti ya Airport Ward kule. Unapotembea, je, watu wanamchukulia vipi? Na wasiwasi wake kwenda katika uchaguzi mkuu wa 2022 ni upi? Ama pengine yeye ni bomoa na hatishwi na lolote katika ulingo huo wa siasa? Ndiyo baadhi yale mambo ambao tunalenga kuyapata kutoka kwake. Utakuwa unamsikiza yeye mwenyewe rasmi, atakuwa ndani ya studio akijumuika nasi mbashara papa hapa ndani ya Boss TV. Kumbuka mpenzi mtazamaji, tupo na nafasi murwa kabisa ya kusema nasi. Kumbuka tunakupatia fursa ya kuzungumza nasi. Tutakuwa tunachukua simu zako pamoja na kusoma jumbe nyingi ambazo zitakuwa zina come through courtesy ya nambari unayoiona hapo chini ya runinga yako, ama pia unaweza kutembelea kurasa zetu za kijamii. Iwapo wewe ni mpenzi wa yale mambo ya interneti, basi nafasi pia uko nao. Kwa hivyo hauna sababu ya kutosema nasi. Zungumza nasi, haswa wale wakazi wa Airport Ward. Mumeridhishwa na utendakazi wa Mheshimiwa Bomoa? Na je, amebomoa ama amebomoka? Ndiyo baadhi ya yale maswali nitakuwa namuuliza Mheshimiwa Bomoa ambaye tayari yuko nami ndani ya studio. Good morning sir. Good morning sir. Karibu sana. Thank you. Bila shaka. Asante. For the very first time umefika Boss TV. Nashukuru pia. Na bila shaka. Na pengine taswira yako na maoni yako kuhusiana na ujio wa TV kama hii hapa Changamwe, unaweza sema nini? Naweza kusema ya kwamba Boss TV ni moja ya zile media ambazo zina expose mambo mazuri na pia mambo mabaya. Right. Zote ambazo ziko zinatoa habari za mambo tofauti tofauti, matukio tofauti tofauti yanayojitokeza, na zinaweza toa kwa ubaya ama kwa uzuri. Kwa hivyo tunashukuru kama hizi zikiwa hapa na zikiwa karibu na sisi, manake tulikuwa tunaitwa kule sehemu za town kule tafike kule jamu nini na mambo mengi. Lakini sasa ni karibu. Hata hapa nimekuja tu, nilikuwa nafanya mazoezi na nikakuja tu mbio nikaingia hapa. Bila shaka. Imekuwa rahisi sana kwangu, nashukuru. Bila shaka. Right. Na tukianza Mheshimiwa, sijui pengine wewe hali umeiona vipi katika hichi kipindi ambacho kinakwenda kukamilika hivi 2022? Kivipi kwa upande wako kwa uongozi wako wewe kama mwakilishi wadi? Asante sana Mufti. Naweza kusema ya kwamba imekuwa na changamoto nyingi sana, lakini huwa tunasema ya kwamba maji ukiamulia ni lazima ufanye nini, hauna budi kufanya nini? Bila shaka. Kwa hivyo nimeogelea kwa sababu niliavulia ya nguo. Bila shaka challenge hizo kwa kumekuwa na changamoto nyingi, lakini tumejaribu jinsi tunavyoweza. Right. Kwa sababu tayari tulipewa ile nafasi, kwa lazima tujimudu na tujikaze kisabuni. Bila shaka. Tumejaribu kufikia malengo ya wale wananchi ambao wanapatia nafasi hii.
Yes. Katika mwaka 2017 mheshimiwa, ulikuwa na grand plan na manifesto yako, na natumai kufikia sasa pengine unaweza kueleza wananchi umefanya kufikia wapi, pengine kuna lolote kile ambacho kimesaidia kwenye manifesto? Kusema ukweli, katika manifesto yangu most of the issues ambazo niliweza kuahidi wananchi wangu zilikuwa issues touching on social development. Bila shaka issues touching on social development. Kwa sababu gani? Nilijua vema ya kwamba nikipatiwa hiyo nafasi katika serikali yetu kuu, sheria ama constitution haipeani mgao ama fedha katika wale wakilishi wadi ama wale NCA, hawapewi mgao wote wa kuweza kufanya hizi physical development. Kwa hivyo niliweza sana kuegemea upande wa social development, na kusema ule ukweli nimejaribu sana kwa upande wa social development. Kwa sababu physical development hatuwezi kufanya kwa sababu hatuna mgao wowote, isipokuwa we do represent our people. Tunaweza kupeleka mambo kama hayo katika bungeni, lakini unajua finally the person who implements is the person who is the key person, sio yule ambaye anaenda kusema. Ni kama wewe waenda kuomba kitu, wakati unaenda kuomba kitu hauna uhakika kama utapewa ama hautapewa. Bila shaka, kwa sababu unajua katika county government yetu tuko na sehemu mbili. Tuko na executive wing na tuko na county legislative wing ambao ni county assembly. Kazi yetu sisi hatuna fedha, kazi yetu ni kupeleka tu nini yale shida ambazo zinaonekana mitaani, alafu tunawachia wapi? Tunawachia executive wing to implement, kwa sababu wale ni wanapewa fedha kufanya hiyo kazi. That's why my promises based on social development. Bila shaka mheshimiwa, mimi naona kwamba wengi wa wale ambao nimeweza kutangamana nao ambao ni wakilishi wadi kama wewe hujitetea na hicho kipengele kwamba sisi hatuna fedha. Kweli kabisa. Kwa nini huwa mwapenda hiyo ni kisingizio mnakitumia tu ama ni vipi? Rafiki yangu bwana Shaga napenda kuambia mimi kwanza ni Mkristo. Bila shaka. I am a very sound Christian. Nilizaliwa katika boma la Kikristo, nikikulia katika boma la Kikristo na mpaka sasa hivi. Na nataka kukuambia kwamba siwezi kuja hapa katika media niseme jambo ambalo sielewi. Bila shaka. And this one is the public domain. Ni jambo ambalo linajulikana na kila mtu, si jambo la kufanya. Manake juzi kumekuwa na mjadala wa BBI katika vyombo vya habari na watu wamezungumza mengi kuhusu NCA. Naam. Kumbuka tulisema tunapewa World Development Fund. Wengine wakasema tunafanya nini? Tunakuwa induced ili tuweze kukubali kupitisha ule mswada wa BBI. Okay? Right. World Development Fund. Kwa sababu ilikuwa haiko. Sasa tuliona BBI ikipita tutafanya nini? Tutapata. Kumaanisha wazi ulikuwa hakuna mgao wote ambao sisi tunapewa. Ni mshahara peke yake ndio tunalipwa. Mshahara peke yake. Na mshahara zingine unapata 70,000 na zingine 100,000, hizo ni pesa zinaingia. Hata ukishapata hizo pesa ni wewe uamue. Katika hiyo kidogo anapata, je, utajipanga nayo vipi katika wodi yako? Bila shaka. Unaweza kuamua utoroke pia, unaweza amua bure pia. Unaweza amua ubaki na wananchi wako. Hivyo na uweze kupata zile pressure ambazo wananchi wanakuja nazo. They come with a lot of pressure on you. So hiyo ndio vile kuna kwanza. Kwa hivyo mambo ya kusema kuwa tunazungumza tu mambo yetu hakuna, ni ukweli wa mambo. Bila shaka. And the officers are very open. Hata watu wa media, you can peruse, you can go through documentary ya whatever na mpata kwamba kweli NC hawana mgao. Bila shaka. Lakini mwananchi wa kawaida hataki kujua. Anatusukuma sana. Fanya hii, usikuja fanya hii. Waelewi ya kuwa sisi huwa tupewe mgao. Wabunge wanapewa mgao wao. Hiyo inajulikana, lakini sisi kama NCA bado hatupati mgao. Right. Yes. Well, the World Fund issue ndani ya BBI was reason enough nyinyi kupitisha BBI? Yes, it's true. It's true. Na wahenga ama Waswahili walisema ya kwamba msichana mzuri hakosi kasoro. Na wajua BBI ilikuja na ina mazuri yake na pia ina nini? Mabaya yake katika hiyo BBI. Lakini sisi ama mimi binafsi kama mwakilishi wodi wa Airport Ward niliona manufaa ya BBI yalikuwa ni muhimu. Na ndiposa uliona wakati ambao mjadala ulikuwa katika County Assembly ya Mombasa hiyo siku ilivyoletwa, mimi ndio nilikuwa
the MCA wa kwanza kuzungumza. Nilikuwa na zile mahanja ya kuzungumza na kuweza kutoa hoja zangu, the first one to speak, na ukaipitisha moja kwa moja, na nikaweza kuzungumza. Sasa nilipomaliza wale MCA wengine walikuwa naongezea tu, nilikuwa nishamaliza mchezo bila shaka. Yes. Tukianza sasa pengine kupiga tathmini ya Airport World kwa kipindi kile ambacho uliipata. Kabla hujaenda katika mambo, ningesema tu kwa ufupi, umenitajia katika hiyo BBI, labda ni mambo gani ambayo yalisukuma mimi kama mwakilishi wadi kuweza labda kuwa na mahanja na kuweza kupitisha ile BBI. Naam. Vipengele vichache nitataja. Kipengele kimoja ni ya World Development Fund. Wajua hiki kiatu mimi ndio nakifanya. Naam. Mimi ndio nakifanya. Kwa niaba ya watu wangu wapendwa wa Airport World ambao wanashukuru kila mara kwa ule wema walionipatia, mimi sifai kuwashinda wao. Wao ni muhimu kunishinda. Lakini waliweza kunipatia hii nafasi kwa neema niweze kuwakilisha. Na navaa hii kiatu kwa ajili yao. Naelewana? Right. Kwa hivyo mimi ndio najua shida ambazo tunapitia kule katika Airport World. Kwa hivyo BBI ilipokuja, challenge nyingi ni kwamba tunahitaji pesa za kuweza kusaidia watu wetu. Bila shaka. Lakini tunapata zero. Kwa hivyo inakuwa ngumu ya kuweza kutekeleza. Na wacha nikwambie, MCA ndio mtu ambaye kwanza anafaa pewe fedha. Wacha nikwambie, wacha hao wengine, fedha MCA anafaa pate, kwa sababu MCA ni mtu ambaye yuko karibu na wananchi. Anytime yeye ndiye yuko pale. Hata usiku. Naam. Hata usiku wananchi wanakuja wanagonga. Kama mimi kwangu, wananchi wangu wanajua mpaka bedroom yangu. Wanakuja mpaka wanagonga dirisha kabisa bedroom yangu. Mheshimiwa, shida imetokea. Na naamka na kwenda fanya nini? Na kwenda huko. Shughuli. Na nielewa. Kwa hivyo MCA akipewa fedha itakuwa ni vema, kwa sababu wako close na wananchi na wananchi wengi wataweza kubenefit. Right. Hiyo ni World Development Fund ambayo ilikuwa katika hiyo BBI. Sawa. Alafu ile tunaitanga watu we have marginalized counties. Mombasa is one of them, and other marginalized counties. They are also going to get an opportunity. Wataweza kupata nafasi ya kuweza pia kupata nafasi katika, manake BBI inazungumzia vizuri kuhusu the space. Right. Ya uongozi ambayo pia katika ule uongozi marginalized community will get a chance kuweza pia kufanya nini, manake nafasi za kazi pale ziko nyingi. So tutapata kwamba marginalized community kama Mombasa, Wajir na zingine pia zitaweza kupata nafasi. Ya mwisho ya tatu ambayo ningeweza kuzungumzia, manake siwezi kusema zote, ni mgao wa 35% ambao unaongezeka kutoka vile ulivyo sahihi. Right. Hivyo ile mgao ikija mwingi, hata isipokuja wote, lakini itapita ile 15% kidogo, tutaweza kufaidika. Yes. Bila shaka. Alafu na mambo ya corruption usikose. Hiyo pia nilipa. Kwanza hapo ndo nilikuwa nakuja mheshimiwa. Nyinyi ngoja nikuulize mheshimiwa. Nyinyi mnataka World Fund, ndio. Yes. Lakini sasa issues about accountability hapa pia it's been put into question, kwa sababu between kwa sasa hivi ile CDF ambayo tuko nayo, we also have queries, the audit queries pale nyingi. Yes. What makes us now, what assurance do we have kwamba mkipewa hii World Fund pia issues accountability put into perspective hapo? Yes. Wacha nikwambie kwanza, kabla sijajibu hilo swali, wacha nichipini na hii issue ya hii issue ya corruption katika nchi yetu in general. Ya kwamba corruption has been the order of the day. Kila pahali unapoenda ufisadi umekita mizizi. Kwa kila ofisi ufisadi umekita, kila mtu anataka apate zile pesa aweze kuongeza tumbo lake. Right. Hiyo ndio vile ilivyo, the order vile ilivyo kwa wakati huu, and that is the truth. Naam. So jambo ambalo ningependa kusema, BBI ukiangalia katika BBI wamezungumzia kupunguza masiku ya kuweza kujadili ile kesi. Kwa mfano, mtu akipatikana na ufisadi, we have the specific day ambayo ile conclusion ya ile kesi ya ufisadi itakuwa imefanya nini, imeisha. And then ule mtu atakuwa amepelekwa kotini na kadhalika. Sio kama vile tulivyo. Kesi ya ufisadi ikianza inaweza chukua 10 years. 10 good years bado haijaisha mpaka ufe. Ukufa, kesi ya ufisadi haijaisha. Kwa hivyo ina maana. Nataka nikamunga mkono BBI kwa sababu kama hiyo itapunguza ufisadi, watu wengi wataingia uoga na baridi kufanya mambo ufisadi. Bila shaka. Nikirudi kwa swali lako, ni kweli ufisadi upo, na sisi kama mimi kama MCA, ikiwa pesa zinaletwa pale katika ofisi zote zetu, naweza kusema ya kwamba sisi wote si sawa. Naam. Kila mtu ana mtazamo wake anapokuwa mwakilishi wadi. Kwa sababu mimi nikachaguliwa Airport Ward
mwingine akachaguliwa Changamwe wote, right, na mwingine akachaguliwa Chani wote. Hata huwezi kusema jinsi vile nitakavyofanya. Kwa hivyo mimi hapa sitaki kuzungumzia wengine, mimi nazungumzia wewe mwenyewe sasa. Mimi mwenyewe nitafanya vipi? Kwanza kulingana na vile mimi nimekwambia, mimi ni Mkristo. Naogopa Mungu. Pili, naogopa watu wangu ambao walinipatia nafasi hii, the people who gave me this opportunity, as I said from the word go, right, ya kwamba waliwacha wengi wazuri kuniliko na wakanipatia nafasi. Then nikipatiwa mgao wa kusaidia watu wangu, tena ni mdogo sana, wajua ule wa MCA imesemekana ni mdogo, kama Mombasa County Library everybody will get around 18 million. So 18 million ni kidogo. Sasa ile pesa ukienda ufanye nao ufisadi, basi kumaanisha kwamba watu wako hawataweza kufaidika jinsi inavyostahili. So I try my best, nikimuomba Mungu pia, nikimweka Mungu mbele anipatie mwongozo ili fedha zitumike vyema na zisaidie watu wangu wa airport. Right. Yes. Bila shaka. Mheshimiwa, hapo kwa BBI swali la mwisho. Yes. In your own, wewe kama mwananchi kwanza wa taifa hili la Kenya, pamoja na zile shida ambazo wananchi wa mashinani wanapitia, do you think and do you feel kwamba BBI is a priority, that is something that we need to fix kwa sasa hivi, kubadilisha katiba? Do you think it's necessary? Generally, jambo ambalo naweza kusema is a priority. Kuna mambo mengine ambayo naweza kusema ni priority na mengine pia sio priority. Kwa mfano, ili jambo la watu kupigana. After every election kuna kupigana. Right. Community na community, aliyekuwa namba 2 aliyekuwa namba, watu wanapigana. And it is in the record, my friend. It is in the record. Right. Baada ya election iliyoisha 2017, mimi ndiye nilikuwa mjumbe ama MCA niliyezungumzia hili jambo sana katika nchi, and it is in the public domain. Na nikamwambia rais wetu ambaye ni Uhuru Kenyatta, because I spoke very boldly without fear and favor. Nikamwelezea kwamba you need to accept that Raila Amolo Odinga has got the numbers. Okay? Right. You need to accept. Because zile kura ambazo alikuwa amepata zilikuwa nyingi, na wale watu hawangeweza tu kutupiliwa mbali. Unanielewa? Nakuelewa. Ule mchafuko ulikuwa umeanza, mambo nchi ilikuwa imeanza kujidivide. Mpaka sasa ilikuwa inasemekana kuna sehemu ODM itaongoza, kuna sehemu Jubilee itaongoza. Kwa hivyo ukiangalia mambo kama hayo yanaharibu uchumi wa nchi. Na uchumi wa nchi, mabilioni ya pesa yanapotea. Pia maisha ya watu ambao they are very worthy, maisha ya watu pia yanafanya nini? Yanapotea. Right. Ndipo nikasimama na nikasema katika media ya kwamba ni lazima Uhuru Kenyatta akubali kusikiza nani? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Okay. Nilisema very boldly. Na nashukuru nilitumia maneno machungu kidogo. Na nikaweza kuja kushikwa. Magari yalikuja karibu 30. Tena yalikuja usiku saa 9 usiku kwangu to arrest me at night. Nilipotoka nje niliona mlolongo wa magari. Ilikuwa ni kama Al-Shabaab ilioshikwa. Kini mtu mdogo, angalia sasa. Bila shaka. Kota GB. Kama mtu tu unashika na weka huko. Lakini wamenikujia kwa sababu ile sauti yote. Wakaenda wakaniweka huko, lakini baada ya ile handshake nikaweza rais akaweza kunisamea, nikatoka. Bila shaka. Hayo ndio mambo mimi nazungumzia, msukumo wangu. BBI imezungumzia vema jinsi kutakuwa hata yule ambaye atakuwa opposition. Naam. Hata kuwa na feel kama amekuwa left out. Kwa hivyo hiyo ni priority. Right. But already 2022 we are going for an election. And if it's not there, then it means the same will happen. Right. Ingawa kuna mambo mengine ambayo sio priority kwa sasa. Mimi maoni yangu nilikuwa naona kama kungekuwa na uwezekano wa labda katika bungeni watu wazungumzie mambo ambayo ni muhimu, yale mambo muhimu yapite, kama World Development Funds, kama hii mambo mengine nasema hii mambo ya watu kupigana na kadhalika, lakini mengine hana umuhimu sana kwa sababu you see now vile economy yetu iko mbaya. Corona imechafua nchi, economy ya nchi imerudi chini. So ukichanganya na hiyo BBI kidogo unapata kuleta hiyo referendum na nini itakuwa na mambo. Alafu sasa hii tena kuanza kufanya referendum, unajua lazima watu wa campaign hapa na pale, tukimaliza turudi kwa campaign ya election, so kutakuwa na watu wengi watakuwa kuwa na ile kuja pamoja na mambo ya corona pia vile yalivyo. Right. Yes. Bila shaka. Mheshimiwa, tukirudi sasa katika eneo ambalo unaliongoza na eneo ambalo unaliwakilisha ambalo ni Airport Ward,
Pengine tofauti kati ya kwa sasa airport world ya sasa na wakati ulipoipata. Yes. Do you see any difference? Yes, hapo sasa ndio umekuja nyumbani. Hayo ndio maswali yanahitaji. Kwa sababu hayo ndio mambo muhimu ambayo nilichaguliwa. Katika kufanyia watu wangu wa airport world. Hiyo ndio muhimu kabisa. Naam. Naweza kusema watu wanasema kwamba you cannot judge yourself. People should judge you. True. And the people of airport world, wale ambao walionichagua ndio wako na taswira kamili ya Bomoa. Sio Bomoa mwenyewe. Sijipigi kifua, lakini kuna mambo mengi sana right ambayo nimefanya, especially on the ground of social development. Right. Nimefanya mambo mengi. Kwanza umeniuliza kulingana na vile airport world ilikuwa mara ya kwanza na saa hii vile niko. Naam. Kuna change ama hakuna? No. Change ni kubwa. Hata wananchi wa airport world tuwaita hapa atakwambia change iko kubwa. Lakini kuna wale ambao mheshimiwa tukizungumza nao wanasema kwa uhakika yani hawajaona difference. Wale ambao wanazungumza, unajua katika siasa ni lazima, wacha nikwambie. Ni lazima watu watasema kwa sababu wale ndio walionipiga. Kumbuka wakati niliingia katika siasa kuna wale walikuwa upande mwingine. Bila shaka. Na walikuwa wanavutia upande mwingine, walikuwa wavutia upande wangu. Watakujaje kusema nimefanya? Hata nijengee kila nyumba ghorofa atasema sijafanya. They never accept that. Because nilishawashinda hao. Ushanielewa lakini? Naam. Lakini sasa kuna wale wananchi ambao wanaona. Nataka kupeana mfano. Bila shaka. Tunataka mifano hai mheshimiwa. Mfano hiyo ndio tunakupea. Mfano wa kwanza. Katika Mombasa County yote ward peke yake yenye utapata rescue van. The only ward in Mombasa County, sijui kama ni nchi nzima, lakini mimi nazungumzia Mombasa County, ni airport ward. Ambayo imenunuliwa na mwakilishi wake. Hiyo haikuwa last time. Sasa iko. Naam, bila shaka. Najua hata mtoto mdogo yajua. Bila shaka. Imeandika donated by the MCA airport ward. Ushanielewa? Na hiyo gari imenikost over 1 million. Unajua mshahara mimi napata payslip ndio hii. Mimi natembea na payslip. Watakuletea, mwelekezi ataleta payslip. Kuonyesha payslip. Na uone hiyo payslip because mimi naongea mambo ambayo yako physical. Sitaki kudanganya mtu. Bila shaka. Hata payslip zangu mwenyewe zile napata nazo mshahara nimepatia wananchi. They have it. The electorate wa airport world wako na payslip yangu. Wacha nikwambie kwa nini nifiche hiyo payslip. That is not my property. Right. If it were not of these people, singepata hiyo mshahara napata. That is why walinituma na lazima niwe accountable kwa yale walinituma. Na nimewapatia payslip zangu. Kila mwananchi ako nayo. Naam. Kwa hivyo nataka nionyeshe fiscally kwa sababu niko nayo mimi. Nataka kuuliza kitu na uangalie hiyo payslip nasema ni pesa ngapi? Bila shaka. Na nini? Sawa. Sasa katika hiyo payslip na hizo pesa ninazopata, bila shaka kununua hiyo gari si rahisi kwa maisha sasa hivi. Kumbuka nilikuwa nimetoka kwa election, nilikuwa nimetoka kwa hii ndio payslip yangu. Yeah, you can see it's a document which is very official. Right. Sababu najua wewe ni msomi, you can affirm that. So hii payslip ukiangalia vizuri utaona tunapata pesa kama hapo ni around net ni ngapi hapo? 74,130. Net 74,130. Sio? Na ukiangalia hiyo document ni fake ama ni document ambayo iko sawa? Kwa sababu wewe ni msomi, you can be able to differentiate a document which is official and a document which is just fake. Yes. What can you say about that document? Unaona ni payslip ya ukweli ama imefakiwa? Angalia kwa makini sana. Mheshimiwa, wajua internet na technology inaweza fanya mambo mengi. Okay. Katika hizo fedha napata kidogo kama hapo umetaja 74,000 kabisa. Kununua hili gari si rahisi. Naam. Ndio kwa sababu ni airport world peke yake imefanyika. Na hilo gari linafanya kazi nyingi. Wana airport world wataweza nini? Right. Wataweza kukuelezea. Sawa. Naam. Hiyo number 1. Number 2 ni ukiangalia katika changamoto, it's only airport road will come across tents. Okay. Tents za watu wa bodaboda zimewekwa, ukifika tu mwisho unakutana nazo donated by Honorable Bomoa. It's only airport road. Tent moja iko very expensive. It's over 40,000, 30,000, 50,000 natumia mshahara wangu. Okay. Sawa, that is social development. Ndio nakwambia unatumia mshahara wako? Mshahara, salary. Okay. Yeah, because sina kitu natatumia.
Those are based on social development. Vile nimesema kuanzia mwanzo. Sawa sawa? Mimi pia kama MCA nimejaribu kwenda extra mile. Nimetumia fedha yangu kununua mabango kwa wanabiashara ndogo ndogo, especially ule wakati wa corona. Nimejaribu kupatia watu wangu, watu ambao wana vibanda, nimewapatia hizi zinaitwa nini? Mabango. Lakini siwezi kusema tapeana kila mtu, lakini kuna wale ambao wamebenefit. Tunaelewana vizuri? Nimenunua mwavuli. Mwavuli mmoja ni 2500 kwa kibiashara, ile small scale business. Right. I've used my salary. Nataka utembee Changamwe yote uulizie wapi MCA gani ama nani amenunua zile vitu. So ni hapo tu zenye nimenunua zile mwavuli na nikapatia watu wa small scale businesses. Over 50 people benefited. Mwavuli mmoja 2500 with that salary. Right. Akili kichwani bwana, angalia tu. Bila shaka. Kama na strain ama I'm not straining. Safi. Nikiendelea mbele tukuje kwa mambo ya sasa kwenda extra mile. Kama mimi ingawa sipati hizi fedha za mgao, but I've gone extra mile kutafuta wale wanaitwa wahifadhi. Nafikiri kwa lugha ya Kiswahili. Wahifadhi. Nimetafuta wahifadhi ambao wamekuja kusaidia watu wangu. Watu wa biashara ndogo ndogo wameweza kupata fedha. Wameweza kupewa fedha za kujiendeleza. Right. Watu nimewatoa mbali. As I'm thinking now, there are over 600 small scale business. Wakina mama wadogo wadogo wame benefit from that money. Sio from the county government. Sio za the national government. Mimi mwenyewe nimetafuta wale wahifadhi na wamesaidia ule wakati wa corona na wamesaidia wale watu. Bila shaka. That is another thing on social development. Ile nimezungumzia. Okay? Bila shaka. Kuna mambo mengi. Maji kama fresh water, issue of fresh water. Nimezungumza na Mombasa Cement. Maji yanatoka wapi? Mombasa Cement iko sehemu za Bangladesh. Right. Yanateremka paka airport road. Yanapita wodi ngapi? Yanapita wodi ngapi? Kadhaa. That is 30,000 liters per day. Na hiyo maji inakuja twice a day. Sometimes 3 a day. That is 90,000 liters. Ambao watu wangu wanakunywa na inasambazwa bure. Unanielewa? Right. Yes. Na mimi ndio nimeenda kuzungumza, huyu ni mtu na Mombasa Cement ananiletea yale maji. Hawa watu wengine hawahitaji maji. So wanahitaji pia. Mbona hayo maji yanapita paka kule? Bila shaka. Bila shaka. Mpenzi mtazamaji, zuia hapo mheshimiwa. Nafikiri ni mheshimiwa huyo Bomoa, Alas Bomoa ambaye ni Ibrahim Oyugi Omondi, na kwambia amekuja kabisa na payslip yake kuhakikisha kwamba anajitetea kikamilifu. Nafasi uko nayo mpenzi mtazamaji, ya iwapo unahisi bwana Momoa anasema ya kweli hapa kwamba kile ambacho amekitaja, miavuli, tents, mambo na maji, pengine unahisi anasema kitu cha kweli hapa ama anatupatia tu na anatupaka sijui ni mafuta kwa mchupa mgongo pale. Mimi Kiswahili si changu sana, lakini unaweza kutupatia pengine taswira yako wewe kama mkazi wa Airport Ward, yale ambayo mheshimiwa anazungumzia hapa. Je, ni kweli ameyafanya ama pengine anatujaribu tu hapa kututatiza tu na kueleza maneno yasiyokuwa na msingi? Mengi zaidi atakuwa anaeleza kuhusiana na yale ambayo ameweza kufanya na yale ambayo analenga kuyafanya kwenye uchaguzi ama kipindi hiki ambacho kimesalia ili tuweze kufika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Na nataka nichukue mapumziko mafupi zaidi kusema nasi, fursa ipo kwa kabisa. Zungumza nasi, nitakuwa nakuja kushika simu sawia pia na kusoma jumbe ambazo zitakuwa zina come through. Kwa hivyo usiende mbali,